Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, nikukaribishe tena kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi chetu pendwa ambacho Mungu ametupa. Uliye naye ni mtumishi wa Mungu, Mchungaji Baraka Abeli Mpiambala kutoka Kanisa la Moravian Tanzania, Jimbo la Kusini Magharibi. Tuombe. Bwana Yesu, tunayenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Asante kwa kibali ambacho umekiachilia siku ya leo, tarehe adhimu kabisa, ili tuweze kupata neno lako. Sema nasi, zungumza nasi, na mioyo yetu ikapate kuponywa, na miili yetu ikahudumiwe, na kila kitu Bwana kikakae kwenye mstari wako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba haya yote na kuamini. Amen. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, na neno ambalo Mungu ametupa ni kutoka Injili ya Luka mtakatifu sura ile ya 23 mstari wa 44 mpaka mstari ule wa 56. Somo la leo ni kutoka Injili ya Luka mtakatifu sura ya 23 mstari wa 44 mpaka ule wa 56. Kwa msaada wa Bwana nasoma. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa ni mwenye haki. Na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao wakijipiga vifua. Na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Na tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki, wala hakulikubali shauri na tendo lake, naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Mwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu mtazamaji wa Baraka TV, mistari yote tuliyoisoma inazungumzia matukio yaliyofanyika Yesu alipokuwa pale msalabani. Matukio kadhaa yaliyotokea. Yapo matukio mengi ambayo yalitokea, mengine nyuma kidogo yalitokea, lakini kuanzia mstari wa 44 tunaona matukio makubwa mawili. Lakini siku ya leo Mungu ametupa neema ya kutafakari kwa kina juu ya tukio mojawapo ambalo lilifanyika Yesu alipokuwa pale msalabani. Na tukio hilo nalo ni kupasuka kwa pazia la hekalu. Kabla Yesu hajakata roho, dakika chache kabla ya kukata roho, pazia la hekalu lilikatika.
Unaweza ukajiuliza, hili pazia ni nini? Pazia la hekalu ni pazia zito sana ambalo liliwekwa ili kutenganisha sehemu mbili za ndani ya hekalu, na hiyo tunaipata kwenye kitabu cha Kutoka. Turudi kwenye historia kidogo, kitabu cha Kutoka sura ya 26. Kutoka ile sura ya 26 tunaona pale Mungu anamwagiza Musa. Kutoka sura ya 26 na ule mstari wa 31 mpaka wa 33, Mungu anamwambia Musa, nawe fanya pazia la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani nzuri zenye kusokotwa, litafumwa na kutiwa makerubi, kazi ya fundi stadi. Kisha litundike katika nguzo 4 za mti wa mshita zilizofunikwa dhahabu. Vifungo vyake vitakuwa vya dhahabu, na katika matako ya fedha 4. Nawe tundika lile pazia chini ya vile vifungo, nawe lete lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo nyuma ya pazia, na lile pazia litagawanyia kati ya patakatifu na mahali patakatifu. Penzi mtazamaji, pazia lililopasuka liliwekwa ndani ya nyumba ya Mungu, nyumba ya ibada. Na Yesu alipokaribia kufa, kazi mojawapo iliyofanyika ya kiungu kabisa ni kukata lile pazia, kulichana katikati, ili patakatifu pa patakatifu na patakatifu paweze kuwa sawa. Yaani mtu ambaye yuko patakatifu aweze kuona na kufika patakatifu. Na kwa nini pazia liliwekwa? Pazia liliwekwa ili kutenganisha Mungu na wanadamu. Pazia lilionyesha kwamba si kila mtu anaweza kuingia mbele za Mungu, bali kuhani mkuu peke yake ndiye aliyeruhusiwa kuingia patakatifu pa patakatifu, na ilikuwa ni mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kufanya sala na dua, kutoa sadaka kwa ajili ya upatanisho wa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Haleluya, haleluya. Na patakatifu pa patakatifu ndipo palipokuwa na uwepo wa Mungu. Kutoka 25 mstari wa 22 neno la Bwana linasema, nami nitaonana nawe hapa na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema. Katikati ya haya makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa hiyo patakatifu patakatifu ndipo mahali ambapo Mungu alikuwa na keti. Uwepo wa Mungu ulikuwa na keti, na kuhani peke yake ndiye aliyekuwa anaingia pale, na wengine wote wanakaa wanasubiria mtu kuhani wa Bwana akawaombee, na ndipo Bwana asikie vilio vyao na kutenda na kuwajibu na kufanya yale ambayo wanamhitaji Mungu ayafanye katika maisha yao. Patakatifu pa patakatifu palikuwa na kiti cha rehema, palikuwa na upatanisho, ni mahali pa agano, mahali penye maana ya Mungu. Haleluya, haleluya. Lakini ile siku Yesu ameangikwa msalabani, alifanya kazi ya kuchana pazia ili wale walio patakatifu waweze kuingia patakatifu pa patakatifu, kwa sababu ilikuwa hairuhusiwi mtu mwingine kuingia. Na kuingia patakatifu patakatifu maana yake ni kutafuta kifo. Hata kuhani mkuu alipokuwa anaingia alikuwa anatakiwa afanye maandalizi maalum. Bila kufanya maandalizi, akiingia patakatifu, kifo kinamhusu. Mwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya kupasuka kwa pazia sasa? Kwa nini pazia lilipasuka katika? Na ni moja kati ya kazi ambayo Yesu alifanya. Kwa nini pazia lipasuka? Maana yake nini kwangu mimi na wewe leo? Yesu alikuwa anataka nini na anafanya
nini kwa ajili yangu na kwa ajili yako kwa kulipasua pazia? Jambo la kwanza, kupasuka kwa pazia la hekalu, maana yake njia imefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kupasuka kwa pazia maana yake njia imefunguliwa. Sasa kila mtu anaweza kumkaribia Mungu moja kwa moja bila kupitia kuhani. Unayo nafasi ya kumkaribia Bwana kwenda kwenye kiti chake cha rehema, kiti cha rehema. Na ndio maana Paulo kwenye waraka wake kwa Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 anasema, basi na tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tuweze kupata neema na rehema za kutusaidia wakati wa mahitaji. Zamani tulikuwa hatuwezi kuingia patakatifu pa patakatifu, tulikuwa hatuwezi kwenda kwenye kiti cha rehema, lakini kwa sasa njia iko wazi. Kila mmoja anaweza kuingia patakatifu pa patakatifu, akazungumza na Mungu wake yale yanayomsumbua, akamweleza mahitaji. Haleluya, haleluya. Jambo la pili, kupasuka kwa pazia maana yake ni mwisho wa mifumo ya sadaka za dhambi. Kuhani alikuwa anaenda pale, anabeba damu, anaingia na ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika kwa ajili ya upatanisho. Anatoa zile sadaka kwa ajili ya dhambi za wana wa Israeli. Kupasuka kwa pazia hii inamaanisha sadaka iliyotolewa kwa ajili ya dhambi zetu ni moja, nayo ni Yesu Kristo. Aliangikwa pale msalabani, akafa kwa ajili yangu mimi na wewe, ili tupate kupona na kuwa huru. Hakuna cha kusema sasa ili usamehewe. Sadaka ya msamaha, sadaka ya msamaha ni moja, ni Yesu Kristo mwenyewe. Alipoona sadaka zingine haziwezi kufanya kazi wala hazina msaada, akaamua kujitoa mwenyewe, akatoa uhai wake ili mimi na wewe tupate kupona. Jambo la tatu, uhusiano wa moja kwa moja na Mungu umerejeshwa. Zamani uhusiano wetu na Mungu ulikuwa ni kupitia makuhani, lakini zama hizi uhusiano wako na Mungu ni wewe na Mungu, ni moja kwa moja. Unayo nafasi ya kuzungumza na Mungu wewe mwenyewe moja kwa moja, bila cha kusubiria maombi ya mchungaji, maombi ya mtume, maombi ya nabii. Wewe unayo nafasi ya kuzungumza na Mungu wako, na Mungu anakupokea na anasikia na anajibu maombi. Hakuna kizuizi kati ya Mungu na mwanadamu. Kizuizi kilichokuwa kimewekwa hakipo tena. Bwana Yesu amekiondoa. Ni shauku ya moyo wangu vizuizi vyote ambavyo vimewekwa kwenye maisha yako kwa ajili ya kukuzuia kuhusiana na Mungu wako, kusonga mbele, kupiga hatua, siku ya leo vipasuliwe kwa jina la Yesu. Vizuizi vya kiroho, vizuizi vya huduma, vizuizi vya mafanikio yako ambayo Mungu ameandaa, shauku yangu leo vipasuke kwa damu ya mwanakondoo aliye hai, kwa sababu amelipa, kwa sababu amemaliza, kwa sababu ametusogeza karibu, ili tuwe huru kuzungumza na kusema naye wakati tunaohitaji, kila saa, kila dakika, popote unapokuwa unaweza kusema na Yeshua. Tunayo nafasi ya kuingia patakatifu pa patakatifu. Mwanakondoo wa Mungu ameshinda. Rafiki yangu mzuri, mtazamaji wa Baraka TV, natamani uone kile Yesu alichokifanya, alafu utumie fursa hii ambayo Mungu amekupa, usogee patakatifu pa patakatifu ukazungumze naye. Na mimi dakika chache hizi nilizo nazo nataka niombe na kundi la kwanza na kundi la pili. Kundi la kwanza nataka niombe nalo
uhusiano wangu na Mungu. Nilikuwa mbali na Mungu wangu, sasa nimegundua kupitia kufa kwa Yesu pazia limepasuka katikati. Yani ninaweza kumkaribia Bwana moja kwa moja bila kutegemea mtu, bila kumwangalia mtu. Mimi mwenyewe naweza kuingia. Fuatisha maneno haya, sema Bwana Yesu, ninaomba rehema zako. Nilikuwa sijui, sasa nimejua. Nafungua moyo wangu, karibu ndani yangu, ingia ndani yangu, uniongoze, unifundishe na unisaidie katika jina la Yesu Kristo. Roho mwema, fanya kazi ndani yangu, niongoze leo. Ninasalenda kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kundi la pili ambao nataka niombe nao, wewe ambao kwenye maisha yako kuna vizuizi, kuna mapazia yamewekwa, mapazia ya kichawi, mapazia ya kishirikina yamewekwa kwenye maisha yako. Ninatamka kwa mamlaka niliyopewa kwa jina la Yesu, ninachana katikati hivyo vizuizi ambavyo adui ameweka kwenye maisha yako, ninavipoteza kwa jina la Yesu. Vizuizi vya magonjwa ninaviapisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vizuizi achia, vizuizi vya biashara, vizuizi kwenye ndoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na viamuru na kuviapisha, viachie, vipokee. Nuru ya Bwana imulike kwenye maisha yako katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ulikuwa nani? Mchungaji tumishi wa Mungu Baraka Abeli Mpyambara wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi. Bwana akubariki, Mungu akutunze katika jina la Yesu Kristo. Amen.